Kulikuwa na mwanamke mmoja aliyejulikana mtaani kwa jina la Mama Rehema. Hakuwa na elimu kubwa, lakini alikuwa na bidii isiyo na kifani. Kila siku alfajiri aliamka, akaswali, kisha akaanza maandalizi ya kazi yake, kuuza juice barabarani. Maisha hayakuwa rahisi kwake. Alikuwa mjane, akilea watoto wawili peke yake. Mtaji wake ulikuwa mdogo sana. Ili kupunguza gharama, alikuwa na desturi ya kuokota makopo tupu yaliyotupwa ovyo mitaani. Aliyaosha vizuri kwa maji na sabuni, wakati mwingine akayatumbukiza kwenye maji ya moto, kisha kuyahifadhi tayari kwa kujaza juice. Hakuwahi kuona tatizo katika hilo. Kwake ilikuwa njia ya kupambana na umaskini. Siku ile isiyosahaulika. Ilikuwa ni jioni ya Alhamisi. Jua lilikuwa linazama pole pole, upepo mwanana ukivuma barabarani. Mama Rehema alikuwa akipita pembeni ya barabara kuu, akichunguza huku na kule kama kawaida yake. Leo nimepata mengi, alinong'ona huku akiokota makopo manne yaliyokuwa karibu na mtaro. Hakujua kwamba miongoni mwa makopo yale, moja lilikuwa limetumika kuhifadhia kemikali ya sumu kali sana. Mtu fulani alikuwa amelitupa bila tahadhari. Alifika nyumbani, akaanza kuyasafisha. Aliosha kwa sabuni, akasukutua mara kadhaa. Hakukuwa na harufu kali iliyobaki, wala dalili yoyote ya hatari. Kwa macho ya kawaida, lilionekana salama kabisa. Asubuhi iliyofuata, alitengeneza juisi ya maembe la mananasi. Harufu yake ilikuwa tamu na ya kuvutia. Aliijaza kwenye makopo yake, akayapanga kwenye toroli lake. Majira ya saa 10 jioni, gari jeupe lilisimama pembeni ya barabara. Dirisha lilishushwa. "Mama, una juice?" Sauti ya mwanamke ilisikika. "Ndiyo mama, ipo safi kabisa, ya maembe na mananasi," alijabibu kwa tabasamu. "Niwekee moja, nataka kwa ajili ya mwanangu." Mama Rehema alimpa kopo moja, bila kujua kwamba ndilo lile lililobeba historia ya mauti. "Asante mama," sema yule mwanamke huku akimkabidhi pesa. "Asante sana, karibu tena," Mama Rehema alijibu. Gari likaondoka. Saa 12 baadaye, usiku wa saa 3, katika nyumba ya familia ile, mama alimpa mtoto wake juice aliyoinunua. "Mwanangu, kunywa hii, nilikununulia jioni." "Asante mama," mtoto alijibu kwa furaha. Alikunywa funda la kwanza, kisha la pili. Dakika kadhaa baadaye, alianza kulalamika. "Mama, nahisi tumbo linauma." Mama yake alishtuka. "Unaumwa vipi? Labda umechoka." Lakini hali ilibadilika haraka. Mtoto alianza kutetemeka, mapovu yakaanza kutoka mdomoni. "Mungu wangu, baba, haraka njoo." Walimbeba mtoto kwa haraka na kumkimbiza hospitalini. Hospitalini. Daktari alimpokea kwa dharura. "Amekunywa nini?" aliuliza kwa sauti ya haraka. "Juice tu, ya maembe," mama alijibu kwa hofu. Vipimo vilifanyika upesi, dakika zikageuka kama saa. Daktari alitoka akiwa na uso mzito. "Samahani, mtoto amekunywa kitu chenye sumu kali sana." Mama alishikwa na butwaa. "Haiwezekani, ilikuwa juice tu." "Ndiyo, lakini ndani yake kulikuwa na mabaki ya kemikali hatari sana. Sumu imeenea mwilini haraka sana." Madaktari walijitahidi, lakini baada ya muda mfupi, mashine zikatoa sauti ya mwisho. Mtoto akafariki dunia usiku ule ule. Uchunguzi. Polisi walifanya uchunguzi. Walichukua kopo lililobaki. Iligundulika kuwa lilikuwa limetumika awali kuhifadhia dawa kali ya kuulia wadudu. Mabaki yake yalikuwa yamejificha ndani ya chuma yasiyoonekana kirahisi. Mama aliyenunua juice alikumbuka mahali alikoinunua. Polisi walifika kwa Mama Rehema. Alipowaona, moyo wake ulidunda kwa kasi. "Kina nini afande?" "Tunahitaji kukuuliza kuhusu juice ulioiuza jana." Uso wake ukabadilika. "Kina tatizo gani?" Afande alizungumza kwa upole. "Mtoto aliyekunywa juice hiyo amefariki." Maneno yale yalimpasua moyo. Haiwezekani, mimi simuui mtu, mimi nauza tu juice." Alilia kwa sauti. "Niliosha makopo vizuri na hapa." Majuto yasiyofutika. Baada ya uchunguzi mkamilifu, ilibainika hakukuwa na nia ya kuua, ilikuwa ajali iliyotokana na uzembe na ukosefu wa uelewa wa hatari.
Hata hivyo, maisha mawili yalikuwa yameharibika. Familia ile ilipoteza mtoto wao wa pekee, na mama Rehema alipoteza amani yake milele. Usiku mmoja alikaa peke yake nje ya nyumba yake, machozi yakimtoka. Sikutaka kumuua, sikujua. Ewe Mungu, nisamehe. Sauti ya jirani ilimsogelea. Mama Rehema, tulijua ulikuwa unajitahidi tu, lakini dunia ni hatari. Wakati mwingine makosa madogo yanageuka maafa. Aliinamisha kichwa. Kuanzia leo, sitaokota tena makopo. Bora niuze kidogo, lakini salama. Funzo. Simulizi hii inatufundisha jambo moja kubwa. Usafi wa macho hauhakikishi usalama wa ndani. Vitu vinavyoonekana salama vinaweza kubeba hatari iliyojificha. Katika biashara ya chakula na vinywaji, tahadhari ni wajibu, si hiari. Na wakati mwingine, kosa lisilokuwa la kukusudia linaweza kuacha jeraha lisilopona maishani. Mama Rehema aliendelea kuishi, lakini kila alipoona mtoto mdogo akicheka barabarani, alikumbuka sauti ya yule mtoto aliyepoteza maisha. Na kila alipotengeneza juice, alihakikisha chombo kipya, salama na kilichothibitishwa ndicho kinatumika. Kwa sababu alijifunza kwa maumivu makubwa sana. Uzembe mdogo unaweza kugharimu maisha. Mwisho.